Sekta ya uwekezaji inaendelea kukua kwa kasi visiwani Zanzibar, hatua inayochangiwa na mipango na mbinu mbalimbali zinazotekelezwa na Mamlaka ya Uwekezaji Zanzibar ZIPA kwa lengo la kuleta mageuzi ya kiuchumi yatakayowanufaisha wananchi wa Zanzibar. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi zake Mwanakwerekwe, Waziri wa Kazi na Uwekezaji Zanzibar Mheshimiwa Sharifu Ali Sharifu amesema miongoni mwa mipango hiyo ni kuandaliwa kwa tamasha la uwekezaji litakalowashirikisha takriban washiriki 500 kutoka ndani na nje ya nchi. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru kwa dhati kwa kuitikia wito na kufika hapa leo. Mkutano huu unalenga kuwajulisha rasmi kuhusu maandalizi ya tamasha kubwa la kimataifa la uwekezaji Zanzibar la 2026, tukio muhimu la kimkakati litakaloendelea kuimarisha safari ya mageuzi ya kiuchumi ya Zanzibar. Mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar, yani ZIPA, inapenda kuutaarifu umma kwamba tamasha la uwekezaji Zanzibar 2026 linatarajiwa kufanyika mwezi wa Juni tarehe 3 hadi tarehe 5, 2026 katika ukumbi wa Golden Tulip Zanzibar Airport, likiwaleta pamoja takriban washiriki 500 kutoka ndani na nje ya nchi, wakiwemo wawekezaji wa kimataifa, watunga sera, wafanya biashara wakubwa, washirika wa maendeleo pamoja na wanadiaspora. Tamasha hili litakuwa jukwaa muhimu la kimataifa linalolenga kuhamasisha fursa za uwekezaji na kuimarisha ushirikiano utakaosaidia kukuza uchumi endelevu wa Zanzibar. Tamasha hili linaongozwa na kauli mbiu isemayo Promoting Investment Diversification for Sustainable Development in Zanzibar, Shaping Zanzibar's Next Growth Story. Kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya Zanzibar ya kupanua wigo wa uchumi na kuharakisha maendeleo jumuishi. Ndugu waandishi wa habari, tamasha hili litafunguliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ikiwa ni ishara ya dhamira thabiti ya serikali katika kuunga mkono maendeleo yanayoongozwa na sekta binafsi pamoja na ushirikiano wa kimkakati katika uwekezaji. Tamasha hili la uwekezaji mwaka 2026 litajumuisha shughuli mbali zikiwemo ziara za maeneo ya uwekezaji. Washiriki watapata fursa ya kutembelea maeneo ya kimkakati ya uwekezaji ili kujionea fursa zilizopo katika sekta mbalimbali. Kutakuwa na maonyesho ya uwekezaji kwa maana ya expo. Taasisi za umma na binafsi zitaonyesha miradi, huduma na ubunifu wenye tija ya uwekezaji. Kutakuwa na majadiliano ya kiwango cha juu, vikao vitakavyowakutanisha watunga sera, wawekezaji, viongozi wa sekta mbalimbali na wataalamu wa kimataifa. Kutakuwa pia na madrasa maalum, yani master classes, vipindi maalum vitakavyotoa uelewa wa kina kuhusu sekta za kipaumbele na taratibu za uwekezaji. Lakini kutakuwa na kikao maalum cha diaspora, jukwaa mahsusi ili kuimarisha ushiriki wa Tanzania waishio nje ya nchi. Pia kutakuwa na mikutano ya biashara kwa maana ya B2B na B2G, fursa za kukutanisha wafanyabiashara na serikali kwa ajili ya kujenga ubia na mikataba. Juhudi hizo zinazoonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya Zanzibar katika kuimarisha mazingira ya uwekezaji, kuvutia wawekezaji zaidi na kuchochea ukuaji wa uchumi, hatua itakayochangia kuongezeka kwa ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.